Bwana Yesu asifiwe. Yes, mtazamaji wa TAG Online TV. Leo ni tarehe 5 na ni siku ya Jumapili na ni siku ya kihistoria sana katika maisha ya mwanadamu ambaye amemwamini Kristo, mwanadamu ambaye ameokoka. Katika maisha, miongoni mwa vitu ambavyo vinatia raha ni unapokuwa na historia na kitu ambacho umekifanya. Utasikia nilifanya hivi, kuna kile. Na katika maisha ya wokovu, maisha ya Ukristo yana historia na safari ndefu na matukio mengi ya kufurahisha. Miongoni mwa tukio lenye raha sana na ambalo ni tukio namba 1 ni tukio la Pasaka. Ongeza makofi kwa Yesu. Tukio la Pasaka ni tukio ambalo limeleta maana halisi ya wokovu. Na leo Yesu amefufuka. Na leo ni after church special ya Pasaka. Niko wapi? Niko TAG Shake na Glory. Ni wapi? Ni Magugu. Niko na vijana. Pasaka tumesema ni tukio namba 1. Naomba niseme ni tukio namba 1. Ni tukio ambalo kiukweli kabisa lilileta maana halisi ya kwa nini mimi mwanadamu niokoke, ya kwa nini mimi mwanadamu nimpokee Yesu. Ni tukio ambalo limerejesha uhusiano wa mimi na Mungu wangu aliye niumba. Yuda alimsaliti Petro kwa vipande vingapi vya fedha? Yuda kumsaliti Petro Yesu kwa vipande 30. Yuda alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Sawa. Tuko kwenye after church session na ni special kabisa kwa ajili ya Pasaka. Katika kitabu cha Mathayo ni sura ya 28 inazungumzia kwa habari ya kufuka kwa Yesu. Pamoja na kwamba vitabu vyote vya Injili vinazungumza kwa habari ya kufuka kwa nani? Baada ya wanawake hawa kumkosa Yesu kaburini, ni nani alikutana na wanafunzi njiani akawaambia Yesu amefuka? Walikutana Mariamu Magdalena. Kwa hiyo Mariamu Magdalena ndo alienda kaburini, si ndio? Wakamkuta Yesu hayupo, si ndio? Wakapewa taarifa na malaika, si ndio? Wakiwa njiani walikutana na Yesu mwenyewe. Kasome Mathayo sura 28 utaona. Wakina nani walikuwa wanalinda kaburi? Maskari. Baada ya Yesu kufufuka wakafanya nini? Walianguka. Baada ya kuanguka wakashtuka Yesu hayupo. Akawa ameibiwa. Amefufuka. Wakafanya nini? Walienda kutoa taarifa kwamba hawamuoni. Walijinyonga. Walijinyonga? Si wale maskari walijiua kwa sababu ya kuogopa kwamba wataenda kusema nini kwa kiongozi wao. Tunazungumzia Pasaka, tunazungumzia kufufuka kwa Yesu. Na hii sio hadithi, ni taarifa kamili ambazo ziko kwenye maandiko kwamba Bwana amefanya nini? Ongeza makofi kwa Yesu. Haleluya! Miaka 13 ya moto wa amsho. Tunamtaka Bwana nguvu zake. Au uamsho agenda yetu nguvu zaidi. Maskari walienda kutoa taarifa kwa wakuu wa makuhani. Wakuu wa makuhani walifanya nini baada ya kupokea taarifa? Wakuu wa makuhani baada ya kupokea taarifa ya maaskari walifanya nini? Waliwaambia wale askari wasitoe taarifa eti wasema wanafunzi wake ndo walikuja kaburini wakalitoa lile jiwe. Kwa hiyo taarifa hazikwenda kwa Pilato. Taarifa zilienda kwa wakuu wa makuhani. Baada ya Yesu kufufuka, taarifa zilienda kwa wanafunzi wengi. Lakini yuko mwanafunzi mmoja ambaye taarifa zilimwendea kwa jinsi ya tofauti.
na Yesu alimtaja, kamwambieni nimefufuka. Mwanafunzi huyo ni mwanafunzi gani? Alikuwa ni Tomaso. Tomaso. Baada ya Yesu kufufuka, kuna taarifa special alitaka zimwendee mwanafunzi fulani. Mwanafunzi huyo alikuwa anaitwa nani? Mordekai. Baada ya Yesu kufufuka, alitaka kuna mwanafunzi wake mmoja apewe taarifa kwamba kamwambieni nimefufuka. Mwanafunzi huyo alikuwa anaitwa nani? Tomaso. Alikuwa anaitwa Tomaso. Mwanafunzi huyo alikuwa anaitwa Petro. Petro alifanya tukio gani kubwa wakati Yesu anaenda kwenye mateso? Alimkana. Alimkanaje? Alimkanaje? Alimkana kwamba hamjui mtu huyo. Kwani alikuwa anamjua? Alikuwa anamjua, ni mwanafunzi wa Yesu. Aha. Haleluya. Kwa nini Petro alisema simjui Yesu? Kwa sababu aliogopa kukamatwa na kufanya, yani kusulubiwa kama Yesu alivyokuwa anasulubiwa na kuteswa. Aliogopa. Okay. Ni kwa namna gani kijana anaweza akamkana Yesu? Ni kutokuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kutokuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Petro alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Alimkana Yesu. Biblia inasema kabla jogoo kuwika alimkana mara 3. Ni kwa namna gani maisha ya kijana yanaweza yakamkana Yesu? Maisha ya kijana yanaweza kumkana Yesu kwa pale tunapoenda matendo kinyume, kama tunapoingia katika uzinzi, tunakuwa tunamkana Yesu. Tunapoingia kusema uongo, tunamkana Yesu. Ndio matendo ya kijana hayo ambayo yanaweza yakafanya nini? Pasaka inakufundisha nini? Tendo la Pasaka la kufufuka kwa Yesu Kristo ambalo tunaliadhimisha siku ya leo, na tukifurahia jinsi ambavyo historia ya wokovu wetu ambayo ilianzia pale msalabani. Tendo hilo lina maana gani kwenye maisha yako? Hilo tendo lina maana kwa sababu Yesu alipoteswa pale msalabani, yani kafufuka. Baada ya kufufuka, yani Yesu ashachukua mateso yetu yote, afu sisi tunatakiwa kumkiri tu Yesu na kumtumainia ili atupe nguvu yetu yashinde mambo yote katika hii dunia ambayo tupo sisi. Asante. Hii ni after church session special kabisa kwa ajili ya Pasaka. Tukio muhimu sana katika historia ya maisha ya wokovu ya mwanadamu, ya maisha ya kurejesha uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Hii ni Shekna Glory TAG kutoka hapa Magugu na mkoa wa Manyara, na presenter wako ni John Mgendi. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana nguvu zake. Yesu yuko hai.